Toto na tetesi leo imetua mlangoni pa mchezaji hodari wa kabumbu Lamine Yamal. Kwa kawaida wachezaji huvaa jezi zenye jina moja mgongoni, ila kwa Yamal ni tofauti kabisa. Mchezaji huyu huvaa jezi yenye majina yake mawili, ila wasilofahamu wengi ni kuwa majina hayo sio ya familia yake. Kinda huyo mwenye umri wa miaka 17 anafahamika kama Lamine Yamal Nasroui Ebana. Mama yake Yamal, Sheila Ebana Bata, alizaliwa nchini Equatorial Guinea na baba yake Masri Monur akatokea Larache, Morocco. Yamal baadaye alichukua jina la kila mmoja wao, Nasroui Ebana. Tetesi zinasema kwamba wazazi wake Lamine Yamal walimpa majina hayo kwa heshima ya watu wawili walioitwa Lamine na Yamal, ambao waliwasaidia kifedha muda mfupi tu kabla ya mtoto huyo kuzaliwa. Lamine na Yamal waliwasaidia kwa kuwalipia ada ya nyumba wakati walikuwa wakipitia kipindi kigumu. Kabla ya kinda huyo kuzaliwa, babake Yamal, Munur, aliahidi kwamba ikiwa wangepata mtoto angempa majina yao kama ishara ya shukrani. Kwa Kiarabu, Lamine na Yamal ina maana ya uaminifu na uzuri, jina linalofaa ukizingatia jinsi Yamal anatesa uwanjani. Mnamo mwaka 2007, star Lionel Messi, wakati huo akiwa na umri wa miaka 20, alipiga picha na mtoto mchanga kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha Camp Nou huko Barcelona. Lakini mpiga picha John Fort, ambaye anafanya kazi kama mpiga picha wa kujitegemea wa Associated Press na klabu ya Barcelona, hakujua kwamba mtoto huyo angetesa mawimbi ya soka miaka 17 baadaye. Katika picha hiyo, Messi alionekana akimwogesha Lamine. Ni picha ambayo ilikuwa imesahaulika, ila mwaka jana babake Yamal aliweka kwenye Instagram kwa maandishi haya: mwanzo wa safari mbili. Picha hizo zilipigwa wakati UNICEF walikuwa wakitoa msaada kwa wakazi wa vitongoji duni vya Mataro mjini Barcelona, Uhispania, ambako familia ya Yamal iliishi. Walijiandikisha ili picha yao ipigwe Camp Nou wakiwa na wachezaji wa Barca wakati huo, na walibahatika sana. Bwana Mfota aliwahi kusema, Messi ni kijana mtulivu na wakati mwingi ana haya. Picha hii ilitokea bila kupangwa. Messi alikuwa akitokea kwenye chumba cha kubadilishia nguo na ghafla akajipata kwenye chumba kingine chenye beseni la plastiki lililojaa maji na mtoto ndani yake. Ilikuwa ngumu. Hakujua hata jinsi ya kumshika mwanzoni. Aliona haya sana. Bwana Mfort alisema ni wakati tu picha hiyo ilipoanza kusambazwa mtandaoni mwaka jana ndipo aligundua kuwa mtoto huyo alikuwa Yamal. Kama Messi, Yamal mwishowe alijiunga na Barcelona anapotimiza ndoto yake. Sadfa iliyoje! Toto na tetesi, mikiki NTV.